Utawala wa Israeli umekiri kuuawa na kujeruhiwa wanajeshi wake 22 katika mapigano ya kusini mwa Lebanon. Jeshi la utawala wa Kizayuni limetangaza kuuawa na kujeruhiwa askari wake 22 katika mapigano ya Alhamisi jioni na vikosi vya mukawama vya Hezbollah Lebanon. Jeshi hilo limekiri kuwa maafisa na askari wake 17 walijeruhiwa katika mapigano yaliyotokea Alhamisi usiku kwa kusini mwa Lebanon, ambapo baadhi yao walilazimika kukatwa viungo vya miili. Kwa kuongezea, askari 5 pamoja na kamanda wa kikosi waliuawa kwa kombora la kulipua vifaru na magari ya kijeshi. Wakati huo huo, wapiganaji wa Kiislamu wa Lebanon wametangaza kwamba wapiganaji wa Hezbollah kwa kufanya shambulio kubwa la makombora ya kuongozwa kutokea mbali waliharibu vifaru 3 vya Marekani vya jeshi la Israeli kwenye eneo la kimkakati la Al-Tahrir, Kaftar Benit na kuibua hamasa kama ya Karbala kwa kuwa makumi ya vikosi vya adui. Walinzi wa mpaka wa pamoja wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na Jamhuri ya Iraq wamefanya vikao vya pamoja katika mpaka wa eneo la Mehran katika mkesha wa kwanza rasmi wimbi kubwa la Mazwar wa Muharram na Arbain. Brigedia Jenerali Al Nadar Khan, kamanda wa walinzi wa mpakani katika mkoa wa Ilam, amesema Ijumaa kwenye kikao na kamanda wa walinzi wa mipaka eneo la 3 la Iraq kufuatia kuongezeka kiwango cha uratibu wa usalama kati ya Iran na Iraq katika mkesha wa Arbain. Anasema kupiga doria pamoja na kushirikiana nyanjani kati ya askari wa nchi mbili kutatayarisha uwanja salama wa ushirikiano wa nchi mbili hizi katika kuandaa mazingira ya kufanyika vyema safari za marasimu ya Muharram na Arbain kupitia mpaka wa Mehran. Vilevile, Rais wa Marekani Donald Trump amekosoa mashambulizi ya Israeli dhidi ya Lebanon na kukiri kwamba kuna itilafu kati yake na Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu kuhusu swala la Lebanon. Akizungumza na waandishi wa habari Jumatano kabla ya kuondoka Ufaransa baada ya kuhudhuria mkutano wa kilele wa G7, Donald Trump alisema kwamba Israeli inafanya mambo mabaya nchini Lebanon. Akizungumza kuhusu Netanyahu, Trump aliongeza, "Tunahitalafiana kidogo kuhusu Lebanon na mimi nimwambie bibi, jina la utani la Netanyahu, kuwa mtulivu zaidi." Trump ameendelea kusema, akimhutubu Waziri Mkuu wa Israeli, sio lazima kuharibu jengo kila mara wanachama wa Hezbollah anapoingia kwenye jengo hilo nchini Lebanon. Amesema kwamba Netanyahu, ambaye anatafutwa na mahakama ya kimataifa jinai kwa mashtaka ya kufanya uhalifu wa kivita huko Gaza, wakati mwingine anapatwa na hamaki kidogo. Vyombo kadhaa vya habari hivi karibuni vimeashiria mzozo kati ya Trump na Netanyahu kuhusu vita ambavyo Marekani na Israeli zilianzisha dhidi ya Iran, na baadhi ya wachambuzi wa masuala ya kisiasa wamefikia hatua ya kusema kwamba uhusiano kati wa wawili hao upo kwenye hali mbaya zaidi, hasa baada ya Washington kutia saini hati ya maelewano ya kukomesha vita na Teheran. Sasa tutazame kujisalimisha kikamilifu kwa Iran. Wabunge wa Marekani washambulia mkataba wa Trump na Iran, wakieleza hati ya maelewano kati ya Iran na Marekani kuwa ni kujisalimisha kikamilifu kwa Iran. Wakosoaji wa Donald Trump kwenye bunge la Marekani wamesema utawala wake umesalimu amri kwa Jamhuri ya Kiislamu baada ya vita vya gharama kubwa na visivyo na maana ambavyo vilishindwa kufikia malengo yaliyotajwa na Washington. Mkataba wa hali ya maelewano wenye vifungu 14 uliosainiwa kidigitali na Rais wa Iran Masoud Pezeshkian na Donald Trump Jumatano unatoa wito wa kukomeshwa daima uhasama katika pande zote, ikiwa ni pamoja na Lebanon, kuondolewa vikwazo vya Marekani kwa awamu, kuondolewa mzingiro wa majini dhidi ya Iran ndani ya siku 30 na kurejeshwa usafiri wa kibiashara kupitia lango bahari la Hormuz. Hati hiyo pia inajumuisha mpango wa ujenzi mpya na maendeleo ya kiuchumi wa Iran kwa ushiriki wa Marekani kwenye thamani ya kwa uchache dola bilioni 300, kuruhusu mauzo nje ya mafuta, kuachiliwa mali zinazozuiliwa za Iran na ahadi mpya za Iran za kutotengeneza silaha za nyuklia, huku mazungumzo zaidi yakiendelea kuhusu akiba ya uranium iliyorutubishwa nchini Iran. Makubaliano hayo yameibua ukosoaji mkali huko Washington, ambao baadhi ya wabunge wanasema kwamba miezi kadhaa ya mzozo wa kijeshi imesababisha gharama kubwa kwa Marekani na kuifaidisha pakubwa Iran. Senator Republican Bill Cassidy ameandika kwenye mtandao wa X kwamba Ronald Reagan anajikunja huko kaburini mwake, miradi ya nyuklia ya Iran haijaangamizwa, na wamejifunza kwamba kutishia lango bahari la Hormuz unafanya kazi na bila shaka wataitumia mbinu hii katika siku zijazo. Cassidy pia amekosoa vifungu vya kiuchumi vya makubaliano hayo, akisema sasa Iran itapata nafasi ya kujenga miundombinu mipya kabisa chini ya makubaliano hayo. Akizungumzia matokeo ya vita, ameongeza kwamba kabla ya vita lango bahari la Hormuz ulikuwa wazi, Iran ilikuwa chini ya vikwazo na wanajeshi wetu 13 walikuwa bado hai. Sasa Wamarekani 13 wameuawa, familia zimelipa mabilioni ya dola za gharama za vita, vikwazo dhidi ya Iran vitaondolewa. Vilevile harakati ya Jihadi Islamu ya Palestina imesema utawala wa Rais Donald Trump wa Marekani
lazima wajibishwe kwa ukatili na vitendo vya uchokozi vinavyofanywa na askari wa utawala vamizi wa Israeli dhidi ya Palestina wa kawaida kwenye ukanda wa Gaza ulioharibiwa na vita. Harakati hiyo imesema kwenye taarifa yake kwamba Washington inawajibika moja kwa moja kwa uhalifu unaoendelea Gaza, kwani inawalinda wahalifu wa kivita wa utawala wa Kizayuni dhidi ya kushtakiwa na inawahimiza kukiuka sheria na kanuni za kibinadamu na kimataifa. Vilevile, naibu mkuu wa idara ya siasa ya harakati ya mapambano ya Kiislamu ya Palestina nje ya nchi ametangaza kwamba harakati hiyo kamwe haitakabidhi silaha zake kwa Israeli na Marekani. Musa Abu Marzouk amesema kwenye mahojiano na shirika la habari la Urusi RIA Novosti kwamba silaha zinaweza kukabidhiwa tu kwa upande wa Palestina, iwe ni mamlaka ya Palestina au taifa la Palestina la baadaye, lakini kamwe hazitapelekwa kwa utawala wa Kizayuni, upande wowote wenye uhusiano nao au kwa Marekani. Na vilevile Israeli na Hezbollah zimekubaliana kuingia tena kwenye makubaliano ya amani baada ya mapigano makali kusababisha kuahirishwa kwa mazungumzo kati ya Iran na Marekani yaliyokuwa yafanyike nchini Uswizi. Taarifa hizo zimethibitishwa na maafisa wawili wa eneo hilo pamoja na afisa mmoja wa Marekani. Maafisa hao wamesema makubaliano hayo yalisimamiwa na Qatar, Marekani na Iran.